Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mimi nimesimama hapa leo mbele yenu kwa heshima kubwa na taadhima, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku uhai na kutuwezesha kuwa sehemu ya jambo hili kubwa siku ya leo. Kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii kumpongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuziishi ahadi zake kivitendo, hasa kwenye ahadi ya sekta ya elimu. Mnafahamu kwamba ni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na ni mpango wa serikali kuhakikisha tunaendelea na ujenzi wa shule za msingi na sekondari pamoja na mabweni ili watoto wapate nafasi nzuri ya kujisomea kwa nafasi nzuri zaidi. Hii ilisemwa na serikali ya CCM, ilisemwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi leo kama waziri wa madini mtashangaa kwa nini nimekuja hapa shuleni kwenu Nyakasaluma kwa ajili ya kufanya ufunguzi wa bweni hili. Mimi ni mlezi wa maendeleo wa mkoa wa Geita, nasimamia masuala yote ya maendeleo yakiwemo masuala ya elimu. Ndio maana niliwaambia kuna kazi nzuri imefanyika, nikamwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa nitakuja, nitakagua na nitazindua. Nimefurahi sana siku ya leo kuona jengo hili zuri lenye ubora wa kutosha limeweza kujengwa hapa shuleni Nyakasaluma na leo nimelizindua. Niwashukuru sana wazazi, mmechangia shilingi milioni 8 na wananchi wote kwenye milioni 144 ya ujenzi wa bweni hili. Nawashukuru kwa moyo wa upendo na kujali na kuthamini elimu ya watoto wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Serikali imefanya sehemu yake kwa kile kilichokuwa kimebaki, na ninyi wananchi mmefanya sehemu yenu. Iliyobaki ni ninyi wanafunzi sasa. Serikali, wazazi wameweka miundombinu rafiki. Nataka niwatie heshima siku ya leo. Muishike elimu, muikamate elimu. Huu ndo msingi wa kwanza wa maendeleo yenu. Wanafunzi wadogo zangu mlioko hapa, hakuna jambo linashindikana chini ya jua. Natamani siku moja mbunge wa Mbogwe atoke Nyakasaluma, muwe kama Ferguson hapa. Mkuu wa mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya Geita watoke Nyakasaluma, na waziri wa madini atoke hapa hapa shuleni. Mwanafalsafa mmoja kutoka Mexico anaitwa Fernandez Henachez. Yeye anasema ulimi unaumba. Ukisema wewe hauwezi, hata wakija watu milioni 1 wakisema unaweza, hautaweza. Nafsi yako imekataa kwamba hauwezi. Nataka niwatie moyo wanafunzi, kama ule wimbo wa Juma Nature unaosema kama wao wameweza wana nini na sisi tushindwe tuna nini, si ndio? Aturudie, kama wao wameweza wana nini na sisi tushindwe na mimi nataka nyie muweze. Nataka mjipige konde kifuani kwamba mna uwezo wa kufanya vizuri na mkawa wanafunzi wazuri na jamii bora ijayo. Lakini nawapongeza wa kufanya vizuri kitaaluma. Mmefanya vizuri sana kitaaluma. Nimemsikia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimemsikia mbunge wenu mpendwa ndugu yangu Ferguson akisema namna ambavyo mnafanya vizuri kitaaluma. Ujenzi wa miundombinu hii ikachochee ukuaji wa taaluma ndani ya shule yetu. Mfanye vizuri zaidi, na haya ndio yatakuwa mambo ya kutupendeza sisi kama serikali, lakini kama pia wazazi. Mwisho, leo nimekuja hapa, nimewaweka muda mrefu sana kunisubiri. Kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulipata dharura. Naomba nisiondoke mikono mitupu nikawaacha hivi hivi. Nataka niwaachie na ile mgeni njoo.
la kwanza nitapeleka katika ofisi ya mkuu wa mkoa, nitawaletea jezi na mipira. Hii mtaipata mapema wiki ijayo, jezi za mpira wa miguu na netball pamoja na mipira. La pili, wale wanafunzi wa bweni mko 98, najua leo jioni ratiba yenu ilikuwa ni ugali maharage, si ndio? Sasa muda umeenda sana, tumechelewa. Namwachia mwalimu mkuu, nataka kesho awapikie wali, pilau na soda. Kwa hiyo nampatia mwalimu mkuu shilingi milioni 1. Kesho mle pilau na wali na soda. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.